Karibu Tabora, karibu Toronto. Hakika msingi bora wa malezi, makuzi na imani ya kumjua na kumpenda Mungu kwa upande wa watoto unapaswa kupandwa mapema, si tu kwa mazingira ya nyumbani. Kanisa nalo lina wajibu mkubwa katika jambo hili, kama inavyofanyika hapa Mwanza Road ndani ya kanisa hili la Injili ya Afrika kupitia kwa askofu wake Elias Mbagata. Kanisa la AGC Tanzania kama kanisa limetusaidia, limeleta maendeleo makubwa katika kamati ya watoto, katika idara ya watoto, hasa katika mafundisho ya VBS, kwa maana haikuwa rahisi. Watoto katika hali iliyopita watoto walikuwa wachache, lakini baada ya AGC Tanzania kuleta haya mafunzo ya VBS, hakika tumeona maendeleo makubwa, na sasa hivi watoto wako wengi, na pia tunaendelea kufundishwa maadili yaliyo mema, na pia tunazidi kufundishwa neno la Mungu. Kanisa linapaswa kutufunza zaidi kuhusu neno la Mungu, na pia kutufunza juu ya maadili mema, kwa maana neno la Mungu limesema sana, mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Kwa hiyo tunapokuwa katika neno la Mungu tunatakiwa tuwe na elimu. Kwa hata kanisa kama kanisa lituhimize kama sisi watoto kuhusu elimu na pia kuhusu neno la Mungu. Ibada hii iliyoanza kwa maandamano ya watoto wakiwa wamebeba jumbe mbalimbali machoni pa askofu, wachungaji, wazazi na walezi, inapokelewa ndani ya kanisa kwa mwitikio wa aina yake. Kama kuna kitu kizuri kwenye maisha ni watoto. Kwa maana leo tumeifanya kuwa special day kwa ajili ya watoto. Nilichotaka hapa tushirikiane ni kusikiliza hizi jumbe ambazo watoto wametuandikia. Ukweli hawajaniandikia mimi, nimepekua tu jumbe wa kwangu ni mmoja tu, lakini nyingine tusaidiane kuzisikiliza. Hakikisha mtoto wako haguswi na hachezewi na mtu yoyote. Hii ni ujumbe muhimu sana. Tuwalinde watoto na ukatili wa aina yoyote ile. Wametuandikia wanasema, wazazi msituzuie kwenda kanisani. Inaonekana kuna baadhi ya wazazi mnajipendelea, mnakuja kanisani mmetinga suti, watoto mnawaacha nyumbani. Wanasema tupatieni imani bora, lishe bora, elimu bora, makazi bora. Kwa mfano, tulipokuwa na wiki ya watoto hapa, tuligundua baadhi ya watoto wanatoka nyumbani hawajanywa chai. Watoto wanalalamika. Ilibidi siku ya pili na ya tatu mpaka ya tano tuongeze bajeti, mimi na walimu tukawahudumia chai. Jamani, chakula ni muhimu, lakini pia elimu bora na makazi bora. Bango hili ni la kwangu kabisa. Acha niliweke hivi. Inasema sisi ndio AGC TZ halisi. Maana yake tusiwatazame watoto kama sio kanisa la Injili. Hawa wanasema ndio kanisa lenyewe. Alafu wengine wanasema wazazi tupatieni sadaka tunapokuja kanisani. Baadhi ya wazazi hamuwapi watoto sadaka, wanakuja bila sadaka. Wamefikisha ujumbe. Kuna ujumbe wa washirika wa hapa. Wamesema tujengeeni kanisa la watoto, tuna deni. Wanasema wazazi timizeni wajibu wenu juu ya haki zetu za kuishi. Lakini kuna ujumbe mwingine muhimu sana hapo. Wamesema wazazi tuepusheni na utandawazi hatarishi. Tunaposema utandawazi, kuna baadhi ya wazazi mnaacha simu ovyo, watoto wanasoma na wanaangalia message zingine za ajabu. Mwalimu Benedetta Simoni kutoka kanisa la Injili ya Afrika hapa Mwanza Road anaeleza aina ya watoto wanaowapokea na kuwahudumia kupitia mpango wa Vocational Bible School, yani VBS. Hapa kanisani tunafundisha watoto wanaotoka kwenye familia zenye uwezo tofauti tofauti. Kuna wale wenye uwezo wa chini, wenye uchumi wa uwezo wa katikati, lakini na wenye uwezo mkubwa pia. Mapokeo ni mazuri kwa sababu hapo nyuma tulipokuwa tunaanza, wazazi walikuwa hawakuelewa umuhimu wa kuwaleta watoto wao kanisani. Lakini baada ya mafundisho, hasa kupata semina za walimu na kuwaelimisha wazazi,
kuhusu umuhimu wa kuwaleta watoto wao kanisani, tunaona matokeo yamekuwa mazuri kwa sababu wazazi wamewaruhusu watoto wao kuja makanisani kupata mafundisho. Mahubiri katika ibada hii yanatolewa na Goodluck Julius, ambapo msisitizo mkubwa katika mahubiri yake ni Wakristo kuishi maisha ya usafi na utakaso mbele za Mungu siku zote za maisha yao. Tunashukuru pia walimu wetu kwa kutufundisha hii wiki mpaka tumefika hapa. Pia tunamshukuru Baba Askofu na wachungaji kwa kutenga hii wiki kwa wiki yetu ya watoto. Na pia tunashukuru kamati na kanisa zima kwa kufanya maandalizi. Kwa jina naitwa Goodluck Julius, ninampenda Yesu. Fumba macho yako nikaombe neno. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu na wakati huu. Tunakuja mbele zako, tazama watoto wako wanaenda kula na kunywa neno lako. Mungu, naomba ufungue fahamu zao, waende wakasikilize kile ambacho watakisema, kile ambacho utakisema. Mungu, naomba nisiongee mimi bali uongee wewe. Nitumie mimi kama chombo chako. Nipo tayari kutumika. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Utakatifu ni nini? Ni kutengwa kwa ajili ya Mungu na kuwa safi katika maisha na tabia ya kumpendeza Mungu. Hapa tunaona maji, si ndio? Je, haya maji yapo sawa? Kwa nini? Ili moja ni na ili ni. Ndivyo hivyo Mungu anavyotupokea sisi tukiwa watakatifu, tukiwa wasafi kama haya maji unavyotuona. Nikikupa haya maji unaweza kuyatumia, utayafanyaje? Ndivyo hivyo Mungu anavyotutupa sisi tukiwa waovu wenye dhambi, tunakuwa wachafu kama hivi. Amina. Kanisa la sasa limepoteza nguvu ya Mungu kwa sababu baadhi ya watu wamekuwa na mazoea katika wokovu. Yesu alishindwa kufanya miujiza katika eneo alipokuwa anaishi kwa sababu watu wa eneo lile walimzoea kama walivyowazoea watu wengine tu. Kama wewe huwezi kuutunza utakatifu wako, hakuna mwanadamu ambaye ataweza kuutunza utakatifu wako. Utakatifu kwa Mkristo ni jambo la lazima, pia ni msingi wa Mkristo. Yesu mwenyewe alikuwa mtakatifu, ndiyo maana anataka na sisi tuwe watakatifu. Pia Waswahili wanasema ndege wafananao huruka pamoja. Sisi ni kielelezo cha matendo mema. Mkristo anapotenda dhambi anawahi kujulikana mapema kuliko mtu ambaye hamjui Mungu. Kama utabaki kwa uchafu, kwa wewe utakuwa unahangaikia dunia ila umhangaiki nani? Tunaweza kuwa watakatifu kwa kuamua kujitoa miili yetu kuwa dhabihu kwa Mungu. Kama tunavyojua ni kwamba mwili ndio chanzo kinachomshawishi mtu kutenda dhambi. Shetani anatumia miili yetu kutushawishi kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Ili tuweze kuwa watakatifu, lazima tusome neno la Mungu na kupata maelekezo jinsi ya kuishi. Hatuwezi kumshinda shetani kama tusome neno, maana hata Yesu alipojaribiwa na shetani aliweza kumshinda kwa sababu alikuwa na neno la Mungu. Amina. Shetani anataka kumtoa Yesu kwenye utakatifu kuja kwenye nini? Kwa hiyo Yesu hakutaka kutoka kwenye utakatifu kwa sababu shetani alichezea nafasi yake wapi? Mbinguni. Ilivyochezeka, shetani akatoka kwenye utakatifu na akaja kwenye uchafu. Kwa hiyo inatupasa sisi tusitoke kwenye utakatifu. Ukitoka kwenye utakatifu, shetani atakutumia atakavyo. Wazazi na walezi wanakumbushwa kuendelea kuwaruhusu watoto wao kushiriki vipindi mbalimbali kanisani, kwani kwa kufanya hivyo kutawajenga kiroho na kimwili katika hofu ya kumjua na kumpenda Mungu.
Tunapowaruhusu watoto kwenda makanisani, sio tu kanisani, kwenye kanisa la AGC kuna makanisa tofauti tofauti, lakini kuna faida ambazo mtoto atazipata atakapoenda kanisani. Mfano, kule kanisani watafundishwa namna ya kuishi na jamii, atafundishwa neno la Mungu vizuri, lakini kwenye hichi kizazi cha sasa hivi unakuta mtoto mdogo anapoenda huko anajifunza vitu vingi. Kwa hiyo anapokuja makanisani inawasaidia watoto kujifunza, wanajua kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Kupitia mpango huu wa VBS ndani ya kanisa la Injili Afrika, watoto hawa wamekuwa wakifundishwa masomo muhimu ya kukuza na kujenga imani yao ya Kikristo. Somo la kwanza tumejifunza Yohana asimulia habari za Yesu. Tumejifunza kwamba tumwamini Yesu na kulitangaza jina lake. Somo la pili linasema Yesu amponya mtu penye birika. Tumwamini Yesu na tumtegemee katika kila shida. La tatu linasema Yesu atuliza dhoruba. Limetufunza kwamba Yesu atatuliza shida mbalimbali kama dhoruba alivyoituliza. La nne nao nasema Yesu amtembelea Mariamu na Martha. Limetufunza kwamba Yesu alivyokuwa na upendo ya kuwatembelea watu. La tano nao nasema matunda mazuri na mabaya. Limetufunza kwamba ya kuwa kuna matunda mazuri na mabaya. Matunda mazuri mfano upendo, kujali na kuamini. Matunda mabaya mfano wake kugombana, kuchukizana na kutukana. Kongole kwa kanisa la Injili Afrika hapa Mwanza Road, Manispaa ya Tabora kwa kazi hii kubwa mnayoifanya kwa watoto hawa. Kwani mbegu njema mnayoipanda mioyoni mwao ndio itakayozaa matunda mema kwa familia, kanisa na taifa kwa ujumla. Watoto wengi wanaelewa sana kwa vitu vya kuona. Mfano, sisi hapa kanisani tunawafundisha watoto kwa njia ya sinema. Tunawekea sinema, zile katuni zile zinawafundisha sana, so ile inasaidia sana watoto waelewe. Lakini kuna matumizi mabaya ya hii teknolojia. Unakuta labda mzazi amemwachia mtoto simu, anaangalia vitu vingine havifai, kule mtandaoni wanaweka vitu vingi. Wito wangu kwa wazazi, teknolojia sio mbaya, ila kwa matumizi ya ile teknolojia tunatakiwa tuwe makini nayo. Mfano, kumwachia mtoto simu aangalie mitandao. Kuna mitandao ya watoto. Mfano, unaweza uka download application ya watoto kwa ajili ya kujifunzia. Lakini pia wazazi, msitegemee tu makanisani ndio watafundisha watoto. Mzazi pia hata ukiwa na mtoto wako nyumbani mfundishe, kaa nao, wafundishe, kwa sababu Biblia imeandika fundisheni watoto kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ibada hii, Askofu Elias Mbagata anaungana na watoto hawa kula keki ya pamoja, ikiwa ni ishara ya kukumbuka kuzaliwa kwake miaka kadhaa iliyopita, ambapo pia familia ya Kitulo kupitia kampuni ya Whole Kitchen Tanzania maarufu kama Afro Milk imegawa maziwa kwa watoto wote walioshiriki ibada hii, ikiwa ni sehemu ya sadaka yao kwa kanisa hili. Sasa nimeanza mwaka wa 60. Nimechagua sherehe yangu ya kumshukuru Mungu niwape sadaka watoto. Kwa hiyo zile zawadi nilizopewa nilizikusanya, baadhi nikazitumia kwa ajili ya kufurahisha na kunogesha sikukuu ya leo, lakini pia nyingine nilizitumia kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuja kwenye mafundisho, ikiwa na kuchapisha vile vitabu walivyopewa watoto wetu. Lakini sikuishia hivyo, nikaona ni vizuri tuandalie keki maalum. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nina marafiki zangu wawili, Mr. and Mrs. Kitulo, ambao wana kiwanda au kampuni ya maziwa inaitwa Afro Milk. Ilikuwa waje kuwa pamoja nasi, lakini wana kazi nyingi, lakini wamenishika mkono, wametuma sadaka yao, na hivyo tutagawa maziwa kwa watoto wote bure. Watoto oye! Watoto oye! Hii ni hamasisho kwa wazazi kwamba watoto, vitu ambavyo wanatakiwa kupewa, moja wapo muhimu sana ni maziwa. Tuepuke kuwapa soda na juisi zenye kemikali. Tuwape maziwa, tuwape maji,
na tuwape chakula bora. Na kisha kwa upendo wa hali ya juu, watoto hawa wakajumuika na familia zao kula chakula cha pamoja katika viwanja hivi vya Kanisa la Injili Afrika, Mwanza Road, Manispaa ya Tabora. Karibu Tabora, karibu Toronto.